Kuhusu mradi, kama tulivyosema, Mheshimiwa Rais aliridhia kutoa bilioni 5 kwa ajili ya kufanya kazi hii kwenye vijiji 333. Na fedha hizo zilitoka mwezi Machi mwaka huu 2025, yani mwezi wa 3. Leo tumekuja Singida kuona maendeleo ya kazi hii kama moja ya sehemu ambazo zinakwenda kunufaika na fedha zilizotolewa kwa ajili ya mradi huu. Sisi kama kamati, Mheshimiwa Naibu Waziri, tumeridhika sana na kazi kubwa na kazi nzuri iliyofanywa kwenye eneo hili. Kazi ni kubwa, kazi ni nzuri, kazi inaonekana. Lakini zaidi sana tumefurahi kuona wananchi hawa wanaifahamu kazi hii na wanaona kabisa kwamba kazi hii ni kazi yao. Wamewasilisha vizuri, tunaamini kwamba kazi hii wameshiriki kwa kiwango kikubwa. Tumeridhika na kazi iliyofanywa na Tume ya Mipango, lakini sio tu kazi, pia tumeridhika na kasi ya utendaji wa kazi hii. Wamepokea fedha mwezi wa 3, lakini leo katika vijiji 333, vijiji 224 sawa na 67%, kazi hii imekamilika. Wabakiza vijiji vingine vichache kama 109 ili kazi hiyo iweze kutimia. Ni matumaini yetu kama mlivyotuahidi kwenye taarifa yenu kwamba ikifika mwishoni mwa mwezi Juni vijiji vyote 333 vitakuwa vimekamilika. Tunaamini mtakamilisha kazi hiyo ili Watanzania wa maeneo yote ambayo yanaguswa na mradi huu waendelee kunufaika na kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia ifanyike kwenye maeneo haya. Mheshimiwa Naibu Waziri, na wito kwenye maeneo mawili, au kamati tuna wito kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Waziri, tunawashauri wenzetu wa serikali lakini na tume, kwa maana Wizara ya Ardhi lakini na tume, unapofanya kazi hii kubwa ya mpango wa matumizi bora ya ardhi, ukiishia njiani bila kukamilisha zile hatua nyingine zilizobakia, bado kazi hii inakuwa haijakaa kwenye ubora na kiwango kinachohitajika. Lakini pia inawezekana kuna sehemu tija kidogo ikapungua kama ambavyo ilikuwa imekusudiwa awali. Ni ushauri wetu na wito wetu kama kamati kwamba kwa sasa huko tunakoelekea, wizara muamue, tunapoamua kwenda kufanya kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, basi tuhakikishe kwamba tunaenda kwenye hatua zote mpaka kwenye hatua ya mwisho ya kutoa hati ili wananchi wakanufaike na kazi hiyo. Najua jambo hili ni la kibajeti, haliwezi kuanza kesho, lakini tunapaswa kuliwa kwenye mipango na taratibu zenu ili huko mbele tunakokwenda, tunaposema tunakwenda kufanya kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, tuifanye kwenye kiwango chote, kwenye hatua zote, ili ikamilike kwa ukamilifu wake na wananchi wanufaike na ukamilifu wa kazi hiyo na tija ambayo tulikuwa tumekusudia kwenye miradi hii. Lakini eneo la pili, tunajua kwenye mradi huu kwa awamu hii hatakuwa na fedha ya kutosha kufanya kazi hii kwenye hatua zote. Ile hatua ya kutoa hati zile za kimila katika vijiji 333 vya awamu hii, kamati kwa mara ya kwanza imepata nafasi ile kuja kwenye kijiji hiki. Maana yake, Mheshimiwa Naibu Waziri, kijiji hiki ndio kimebahatika, ndio Mwenyezi Mungu amekiwekea mkono ukipa neema ya kutembelewa na kamati ya kudumu ya Bunge, na wewe mwenyewe Naibu Waziri na timu nzima wizara mkiwa hapa. Ni lazima wananchi hawa waone faida ya kamati kuja kwenye eneo lao, na sisi kama kamati ni lazima tuache kumbukumbu kwenye maisha ya wananchi hawa. Kumbukumbu tunayoacha, Mheshimiwa Naibu Waziri, pamoja na changamoto za kibajeti, ninajua hamshindwi. Fanyeni kile linalowezekana kazi hii kwa kijiji hiki ikamilike kwenye hatua zote, wananchi hawa wapate haki zao. Wananchi hawa wakipata haki zao, itabaki kwenye kumbukumbu kwamba kuna kamati ya Bunge ilikuja ili wasaidia, nao wameweza kupata haki. Tunatamani siku moja nchi yote, vijiji vyote 12,000 vifikiwe na huu mpango. Kwanza kwa sababu kama mlivyojieleza wenyewe, unaondoa mapungufu yote ya kimigogoro kati ya jirani na jirani, kati ya kijiji chenu na kijiji jirani. Lakini leo mmetuonyesha hapa jinsi mlivyokubaliana wenyewe kuhusu kutenga maeneo ya huduma. Maeneo mengi hayapati huduma kwa sababu hatuna maeneo ya kuleta miradi. Kijiji kinakataa kabisa kutenga eneo la kujenga zahanati. Wanamwambia mbunge, ukitaka kujenga zahanati nunua ardhi. Sasa hapa mmeweka mkakati mzuri sana. Niwaombe tukauheshimu, na kwa sababu wamiliki wa mkakati huu ni nyinyi wenyewe, naombeni sana uheshimuni, maana mpango huu mmejiwekea wenyewe
na kila jambo ambalo kamati yenu mliteua mbele ya wananchi wote, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila jambo walilokwenda kupendekeza mmekubaliana lipitishwe. Maeneo haya mlioyatenga kwa ajili ya huduma mkayaishi. Lakini ukweli ni kwamba serikali tuko tayari kuwasaidia kijiji hiki kwenda kupata hati hizo ili ziweze kuwasaidia katika safari yao ya maisha. Na hati ni mtaji vile vile. Inawasaidia wananchi kwenda kukopea miradi iliyoamini fedha kwa ajili ya kustawisha maisha yao. Kwa hiyo na sisi kama serikali tunaliangalia hilo kwa uzito wa kutosha, na kadiri nitakavyopewa maelekezo na Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati hapa, sisi wizara kazi yetu ni utekelezaji. Baada ya kukubaliwa na kupokelewa mradi huo kijijini kwetu, tuliendelea na mafunzo ya ndani kama mnavyoona hapa. Katika picha hii hapa, ndo tuko darasani tunafundishwa juu ya matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo tulifundishwa juu ya kuelewa nini maana ya ardhi na faida zake. Baada ya kuelewa, tuliendelea na shughuli za uchoraji wa ramani ya kijiji chetu kama mnavyoona hapa. Hapa tunachora ramani wenyewe kwa kuelekezwa na wale wataalamu waliotuwezesha.